Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Cha pili nimewaambia kwamba huzuni moyoni, si ndio? Ondoa. Cha tatu, mtu yoyote asikudanganye ukarudi nyuma ukaacha kwenye ibadani. Maisha yako yapo ndani ya Yesu Kristo. Ukitoka tu nje ya ibada, ukitoka nje ya Yesu Kristo, uwe ni mtu ambaye amekutoa zizini ili uwe peke yako, akakupiga ukiwa peke yako. Unajua mifugo, kwa mfano labda kondoo, tuchukulie mfano. Kondoo wanatembea wakiwa pamoja. Hata kitokea mnyama mkali, wao wanajizungusha na kutengeneza duara. Ili nini? Ili kuwa ulinzi. Akitokea kondoo mmoja akasema mimi sitaki tena hili duara, akatoka nje ya duara, yule mnyama mkali, kwa mfano ni mbwa, anamla yule kule, anaacha wale huko kundini. Kwa hiyo mtu yoyote asikutoe Samaria. Mtu yoyote asiseme neno baya ama akakwambia chochote kile kikakufanya uache kuabudu. Mtu yoyote asikutenge na madhabahu ya Mungu. Sawa? Siku zako zote utakazokuwa unaishi duniani, ifikapo siku ya ibada, njoo ibadani. Tena wahimize na wengine kwamba njooni ibadani. Ikitokea wewe wahimize, wakikataa waache, kwa sababu itakuwa ni juu yao siku ya mwisho, hawatakuwa na kujitetea na wewe utakuwa umeshafanya sehemu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la tatu nimewambia kwamba mtu yoyote asikutoe ibadani. La kwanza, imani. La pili, ondoa maumivu moyoni, uwe na furaha. La tatu, mtu yoyote asikutoe madhabahuni. Jambo la nne, mpende mtumishi wenu. Jambo la nne nimesema nini? Mpende. Mpende mtu ambaye anatumiwa na Mungu. Baba yetu hapa, Mungu anamtumia kwa ajili ya maisha yenu. Mpendeni. Sawa? Amina. Nimesemaje? Mpende, mtunze. Kila kitu ambacho Mungu atakuwa anakupatia. Mungu anasema kwamba kwa mfano amekupa 10,000, umefanya biashara, ukapata 10,000. Kwenye 10,000, chukua 1,000, ile inaitwa fungu la 10. Sawa? Unaileta wapi? Umevuna, umepata magunia 10. Kwenye ile magunia 10, ile inaitwa fungu la 10. Unachukua gunia moja, unaleta wapi? Umepata lita 10, unachukua lita ngapi? Umepata chochote utakachokuwa unakipata, unaleta kwa mtumishi wako. Yeye atakubariki na utazidi kuwa na baraka tele. Sawa? Ikiwa umepata mavuno na unataka uwe tofauti na wengine, kuna uwezekano kabisa ya kwamba wengine wakalima kama wewe shamba hili wewe ukavuna, wao wasivune. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ukivuna unachukua sehemu unaleta kwa mtumishi wa Mungu. Hiyo itakutofautisha wewe na mtu mwingine ambaye aleti kwa mtumishi wa Mungu. Sawa? Amina. Kwa hiyo na jambo la nini nakwambia, mpende mtumishi wa Mungu. Mpende, mheshimu, usimzoee. Huyu ndiye anayebeba baraka zako. Ukiwepo hapa duniani, anayekubariki ni anakubariki Mungu kupitia mtumishi wake. Amina. Sawa? Amina. Anakubariki nani? Mungu. Kupitia nani? Mtumishi wako. Chochote atakachokupatia Mungu, kata sehemu ya hicho kitu, leta kwa nani? Ukinyima, ukikificha, ni umezuia kupata zaidi ya hapo. Amina. Umenielewa? Amina. Kwa mfano nimekupa lita 10, ukakataa kutoa hata lita 1 kuja kuleta hapa. Yaani kwa maana nyingine mwambia Mungu usinipe tena. Hicho ndio ninachokimaanisha. Amina. Kwa hiyo, ukitokea umepata, yani umeenda umefanya biashara, ile faida usile mtaji. Sawa? Ukila mtaji biashara itakufa. Kwa lazima unalipa. Usile mbegu. Sawa? Amina. Mtaji, mbegu ile usile. Lakini ile ambayo itakuwa ni faida, ile ambayo utakuwa umefanya biashara ama umezalisha ukashatenga mbegu zako, ile ambayo itakuwa ni faida, kabla ya wewe kuanza kula na familia yako, cha kwanza chukua sehemu, leta kwa mtumishi wa Mungu. Umenielewa? Amina. Tumeanza na nini? Tuseme imani. Imani. Imani ni kuwa na uhakika kwamba unachoomba unapewa. Tumeanza na nini? Imani. La pili nikaambia ondoa maumivu moyoni, uwe na furaha. La pili nimesema nini? Ondoa maumivu moyoni, uwe na furaha. Ondoa maumivu moyoni, ufanyaje? Uwe na furaha. La tatu nikawaambia nini?
Mtu yoyote asikutenge na kanisa. Mtu yoyote asikufanyaje? Asikutenge na kanisa. Ikifika siku ya ibada ufanyeje? Jambo la nini nikakwambia mpende nani? Mtumishi wako. Mpende mtumishi wako. Sawa? Amina. Jambo la 5, jipende wewe mwenyewe. Jambo la 5, Nijipende mimi mwenyewe. Jambo la 5, jipende wewe mwenyewe. Jinunulie nguo nzuri, vaa vizuri, nukia vizuri, kula vizuri, pika vizuri na watoto wako. Wapende watoto wako. Sawa? Amina. Hata siku moja usije yaani ule mtoto tayari ameshakuwa mtoto wako. Usimchukie ukadhani kama atapata mzazi mwingine. Sawa? Amina. Usimtenge ama ukamkinai hata kama anafanya mambo ambayo uyafurahi, muombee. Usimtenge. Ukimtenga nani atamtunza? Ukimtenga nani atamleta sasa kwingine? Penda kama ni baba yake, mpende, ujipende wewe na watu wa nyumbani kwako. Lazima ionekane kabisa tofauti ya mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kwa hiyo jambo la 5, jipende wewe, vaa vizuri, pika vizuri, wapende watoto wako, walishe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ipende nyumba yako, itunze, ifanyie usafi, ikarabati. Ukipata faida usiitumie vibaya. Amina. Ukipata faida ama ukipata mazao, itumie kwa faida ya nyumba yako na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Na la pili,